Maana nimekuta damu sio za kawaida. Ni hilo tu watu wa Mungu. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Lolote litakalotokea, na mimi nilizaliwa na Mungu kutoka mbinguni. Humphrey Polepole aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye mataifa ya Malawi na Cuba. Bila shaka wengi tunamfahamu vizuri. CV yake si ya kutilia shaka hata kidogo. Huyu amewahi pia kuwa katibu wa NEC, itikadi, uenezi na mafunzo wa chama tawala hapa nchini, kwa maana ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kama hiyo haitoshi, amewahi kuwa mkuu wa wilaya kwenye wilaya mbalimbali nchini, mjumbe wa kamati kuu ya CCM, lakini kubwa kuliko yote, bila shaka unaikumbuka tume ya Jaji Warioba. Ndiyo, nazungumzia ile tume ambayo imekuwa mfanya kazi kubwa ya kukusanya maoni ya wananchi wakati wa mchakato wa katiba mpya wa mwaka 2013 mpaka 2014. Tume ile, moja ya vijana waliokuwa wajumbe wa tume alikuwa ni Humphrey Polepole. Kabla ya hapo, wengi wanamfahamu alivyofanya kazi kwa kina na kwa umahiri mkubwa kwenye sekta binafsi, kwenye NGO kwa undani mkubwa kabla ya kuingia serikalini. Jina lake si geni, lakini historia yake mwezi Oktoba mwaka 2025 ilianza kuwa kubwa zaidi. Na hiyo ilikuja baada ya yeye kutekwa akiwa kwenye makazi yake Ununio, Bahari Beach, Tanzanite Street, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam, katika mazingira ambayo hayakufikiriwa kabisa, hayakutarajiwa kabisa. Leo tunazungumza ni takriban miezi mitatu tangu sakata la kutekwa kwa Polepole lilipotiwe. Mengi yamezungumzwa, hoja imeenda mahakamani, familia ilifungua kesi mahakamani dhidi ya vyombo vya dola akiwemo IGP, mwanasheria mkuu wa serikali, DPP na viongozi wengine kadha wa kadha ambao waliwashtaki. Na kubwa, kesi hiyo ambayo ilifunguliwa kwa niaba yake na wakili Peter Kibatala ilikuwa ni habeas corpus, ikishinikiza mamlaka zinazomshikilia kwa mujibu wa waleta maombi wakati ule kwamba either zimwachie kwa dhamana ama zimwachie uhuru au zimfikishe mahakamani. Lakini wenye mamlaka wakasema sie huyu mtu hatuko naye, na walieleza mahakama kwamba hakuna uthibitisho wote moja kwa moja unaothibitisha mtu huyu tuko naye. Baadaye mahakama kupitia Jaji Salma Magimbi ilitoa majibu kwamba kweli hakuna ushahidi wowote unaothibitisha kwamba mtu huyu yuko mikononi mwa vyombo vya dola ama muko mikononi mwa taasisi yoyote ile ya serikali, na hivyo shauri hilo likatupiliwa mbali. Mengi yamezungumzwa, mengi yamesemwa. Leo tunazungumza siku ya Jumanne ya Januari 6 mwaka 2025. Familia wakiongozana na wakili kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu hapa nchini, LHRC, wakili William Madu, wamefika nyumbani alikokuwa anaishi Humphrey Polepole, Tanzanite Street, Ununio, Bahari Beach, jijini Dar es Salaam. Pamoja na mambo mengine, wamefika kwa ajili ya kuikagua nyumba aliyokuwa anaishi, lakini kubwa kuliko yote ni kuhamisha vitu na vifaa vyake vyote alivyokuwa anavitumia. Wamefika pale licha kufungua, wamekuta magari na vitu vingine kadha wa kadha. Pamoja na mambo mengine, wametoa indhari bado kwa mamlaka na wale wote ambao wanafikiri kwa namna moja ama nyingine wanaweza wakafanikisha kupatikana kwa Humphrey Polepole. Basi wao wamemisi sana mpendwa wao, wale wanaomshikilia arudi nyumbani, wamrejeshe nyumbani. Familia imefanya maombi kweli kweli, lakini kimetoshi. Wakili pia amezungumza na taratibu ambazo kimsingi kwa namna yoyote ile hazikubaliki pale ambapo inashuhudiwa mtu anakamatwa, anashikiliwa, lakini pia anatoweka kwenye mazingira ambayo ni tatanishi. Pasi na shaka bado mamlaka za dola zinapaswa kufanya hatua kubwa zaidi za kuhakikisha kwamba Humphrey Polepole anarejeshwa nyumbani akiwa hai. Tumezungumza na wakili William Madu pamoja na familia akiwemo mama yake, Mama Anna Mary Polepole, ili kujua hasa kwa nini leo wamekwenda kuondoa vitu katika nyumba ile na nini hasa ambacho kinaendelea kwenye upande wa familia. Kwa jina mimi naitwa Mama Polepole, mamake na Humphrey Polepole. Mimi naomba mwanangu huko aliko wanirudishie mwanangu, kama na makosa kama alivyosema wakili, basi wamwachie ashitakiwe. Kwani wangapi wanahukumiwa? Wamwachie mwanangu, nateseka mimi. Ile ndiye ilikuwa chakula changu. Sina mtu wa kunihemelea. Wanatuambia tusomeshe watoto ili watoto waje kutusaidia wazazi.
kutokana na atalipa kodi. Ni nyumba ambayo alikuwa amepanga, ni nyumba aliyokuwa amepanga. Sina mtu wa kulipa kodi. Mimi mama yake ni maskini wa kutupa. Mimi ni mkulima tu. Nilipoona Humphrey amefikia hatua, nilimshukuru Mungu kuweka tena kumkamatia ndani ya nyumba na kumpiga. Hivi najua ya kwamba huko aliko si mzima hata kidogo. Maana nimekuta damu sio za kawaida. Ni hilo tu watu wa Mungu. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Lolote litakalotokea, na mimi nilizaliwa na Mungu kutoka mbinguni, nitajua la kufanya. Yule aliyegusa ule mwili, hakika kwa jina la Yesu na yeye atakufa. Nimemaliza. Asanteni wanangu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Awafunike na kuwatetea. Sina la zaidi. Mimi naitwa King Adubu. Mimi ni wakili naiwakilisha familia ya Mheshimiwa Balozi Polepole. Kama nakumbuka kwamba tarehe 6 ya mwezi Oktoba, Mheshimiwa Balozi Polepole alipotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Na sasa ni miezi mitatu hajulikani alipo. Na napojua kwamba Mheshimiwa Polepole alikuwa anaishi eneo la Ununio, Dar es Salaam, na mkataba wake wa nyumba alikuwa amepanga na kuisha tarehe 11 ya mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo familia ilitafuta sisi kama taasisi, lakini pia na mwenye nyumba kwa ajili ya kutaka utaratibu namna gani wanaondoa vifaa vyao katika jengo hili. Kwa hiyo mamlaka za Tanzania kama jeshi la polisi zilitoa ridhaa kwamba familia ya Balozi Polepole inaruhusiwa kutoa vitu vyao ndani na kwenda kuvihifadhi nyumbani kwao. Kwa hiyo leo tarehe 6 ya mwezi Januari, mimi kwa kushirikiana na familia ambayo iko mbele yenu tukiongozwa na mzazi wa Mheshimiwa Polepole kuja katika eneo hili la Ununio alipokuwa anaishi kwa ajili ya kutoa vifaa ambavyo vilikuwa vinakaa kwenye nyumba. Tangu tarehe 6 ya mwezi Oktoba, baada ya jeshi la polisi lilikuwa limezuia mtu yote asiingie huko. Lakini sasa baada ya kuruhusu kwamba sasa familia inaruhusiwa kutoa vitu vyao, kwa tumekuja leo kwa ajili ya kuondoa vitu hivyo ambavyo vitakwenda kuhifadhiwa kwenye familia ya mama yake na Polepole. Na mimi kama wakili nataka niseme kwamba mpaka leo ni miezi 3 ya Polepole hajulikani yuko wapi. Tumeendelea kutoa wito kwa serikali, na nataka nirudie tena hapa kuitaka serikali ya Tanzania na mamlaka zote nchini kwamba zitueleze Balozi Polepole yuko wapi na yuko alipo na hali gani, kwa sababu tunafahamu kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na katiba. Kwa maana kwamba unapokuwa na makosa, katibu ni kwamba unakamatwa, unapelekwa polisi, polisi wanapeleleza kesi, wanampelekea DPP, unapelekwa mahakamani, serikali inaendesha kesi yake, lakini pia mtuhumiwa anapewa nafasi ya kujitetea. Mahakama inafanya tathmini ya ushahidi, inatoa hukumu, inatuambia kwamba tuhuma zako zilikuwa ni za kweli, kwa unahukumiwa, au zilikuwa ni za uongo, unaachiwa huru. Ndio namna ambayo nchi yetu inaongozwa. Hamna mtu mwenye mamlaka nchi hii ya kuchukua mtu akampeleka kusikojulikana akaishi naye au akamuua. Nchi hii hiyo mamlaka pekee nchi hii, naomba kurudia, mamlaka pekee nchi hii yenye uwezo wa kuua ni mahakama pekee. Katika makosa ambayo tuhuma zake ukikuta na hatia kunyongwa hadi kufa, makosa kama mauaji, makosa kama ya uhaini na mengine. Nje ya mahakama hakuna mtu mwingine yeyote aruhusiwa kukamata mtu akaenda akamtoa uhai wake. Hiyo katibu hatuna. Kwa Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Naomba kurudia mara mbili hapo. Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kama ukiwa mkosaji, ukiwa na tuhuma, unapaswa ukamatwe, upelekwe polisi, uhojiwe, upelekwe mahakamani, usikilizwe, mahakama itoe hukumu. Hasa haya yakufanyika. Kwa hiyo mimi naendelea kuomba tena Tanzania na mamlaka zote nchini sasa husika zimechoka Mheshimiwa Polepole anapatikana, tuambie yuko wapi, ana hali gani, kama na makosa aliyafanya apelekwe mahakamani. Ndio